Timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefanikiwa kufuzu hatua ya kuiwakilisha Afrika kwenye mechi za mtoano za kutoa timu ambazo zitafuzu kucheza kombe la dunia la mwaka 2026 litakalofanyika Marekani, Mexico pamoja na Canada. Michuano hii ambayo itafanyika mwezi Machi mwaka 2026, Kongo wataliwakilisha bara la Afrika baada ya kufuzu kucheza hatua hiyo baada ya ushindi wa penalti 4-3 dhidi ya timu ya taifa ya Nigeria. Katika mchezo huo dakika 90 za kawaida zilikamilika kwa timu hizo kufungana bao 1-1 kabla ya kwenda kwenye dakika 30 za nyongeza na hata kumalizika kwa suluhu kwa sare ya 1-1. Kwenye mikwaju ya penalti, timu ya taifa ya Kongo walifanikiwa kupata penalti 4 dhidi ya 3 za timu ya taifa ya Nigeria na hivyo kufuzu kucheza katika hatua ya mtoano ambalo sasa Kongo watakwenda kukutana na timu zingine kutoka katika mabara mengine ambayo ni Asia, Oceania pamoja na Ulaya katika mechi maalum za mtoano ambazo zitafanyika Mexico mwaka 2026 Machi. Nigeria ni miongoni mwa timu zenye majina makubwa zaidi ambazo zilikuwa kwenye hatua hii lakini pia ikaondoshwa, lakini Cameroon nao pia waliondoshwa. Kongo waliwafunga Cameroon kabla ya kuwafunga Nigeria kwenye finali za Afrika ambazo zinawapeleka sasa kucheza na timu zingine. DR Congo kama watafanikiwa kufuzu kucheza kombe la dunia, hii itakuwa ni mara yao ya pili baada ya kucheza finali hizo mwaka 1974. DR Congo wamefanikiwa kucheza hatua hiyo huku kwa wakati wa upigaji wa penalti kukiibuka kimbanga ambako kocha wa timu ya taifa ya Nigeria Eric Chelle alionekana kugafilika, ikiashiria kwamba aliona mtu mmoja ambaye ni kiongozi kutoka benchi la ufundi la Kongo alikuwa akifanya mambo ya ushirikina, jambo ambalo lilimfanya akasilike na kuamua kufanya vurugu. Imani za kishirikina ni miongoni mwa vitu ambavyo vimeendelea kuwepo kwenye soka la Afrika kwa muda mrefu. Ikumbukwe Kongo na Nigeria ni miongoni mwa mataifa ambayo pia yanasifika zaidi kwa kuwa ni mataifa ambayo yana ushirikina zaidi barani Afrika, ama kuna makabila ambayo hufanya ushirikina zaidi katika mataifa hayo. Sasa kilichofanyika jana kwa coach Eric Chelle ilikuwa tu ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaendelea kuonyesha uasiri wa soka la Afrika. Unawatabilia nini Kongo katika mechi zao zijazo? Lakini pia unafikiri Nigeria wameshindwa kufanya hivyo kwa sababu ya uwezo kuzidiwa ama wachezaji, pamoja na kwamba wana baadhi ya majina makubwa? Tuandikie maoni yako. Hii ni Travel TV. Mimi ni Mbushi Kwelasa.